Okay. Mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Yes. Ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Nane. Ushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Ndio. 9. Chachu kidogo uchachua donge zima. 10. Nina matumaini kwenu katika Bwana, na ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake. Awa yote, nafikiri hapo ndio hukumu. Okay. Acha tuombe. Roho Mtakatifu, nakushukuru juu uko hai. Unajua yote na siri ya Biblia wewe ndio unajua. Na kusii acha uendelee kuongea ndani yangu, na ule yote atasikia. Roho Mtakatifu uendelee pia kumuletea akili na roho ya kuishika. Ya shetani sitaki mahali hii. Tukuza jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Vraiment kuna message maya, manake ujumbe moya nilisema Mungu, mitasema na taifa yako nini? Kumbe Mungu anakujua Sasa niko naomba nasema Mungu, taifa yako mitasema nini kwao? Asema sema na taifa yangu. Akarudilia tena masema sema na watoto wangu hivi. Ni shida gani? Njoo kichwa ya neno. Ni shida gani? Biblia nasema na Français anasema vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché? Ozalaiko kima mbango malamu. Nani apekisio? Ulikuwa kimbia mzuri. Nani alikusimamisha? Nani alikushawishi? Nani alikuzuia? Wandugu, inakuwa ile banitaka engagement. Mtu yoyote anataka kufanya kitu ye peke kwanza anakamataka nini ile banitaka engagement, kwa kazi au kwa unyumba au kwa kuvala nguo au kwa kubrose au kwa kulala, iko engagement. Amen. Si vile? Bo, sasa unakamata engagement ile, wewe unavyotoka mitaendelea naye mpaka siku mitakufa. Unakamata engagement ile. Par exemple, naleta mfano wacheza kabumbu. Na wengine hawachezaji kabumbu, lakini kazi yao wanajua kufanya nini? Kukimbia. Mimi hapa nilikuwa nacheza kabumbu. Na mingi nilikuwa mtu ya kukimbia. Maana nikikimbia nie bote mtabakia nyuma. Na sasa yenyewe nilikuwa mfupi, nikikimbia mimi narudia tena mfupi zaidi. Juu mbio. Sasa banauliza huyu kabisa mkulu yake inakuwaka na nini? Nasema iko mkulu kama yeye pia. Lakini sasa nilikuwa nakimbia, nilikuwa na lengo moja, sema lengo. Yes. Walisema no, mtu akifika mahali hivi atapata hivi. Okay, natia pembeni. Na wengine walikuwa nafanya mchezo kapa ni moya, manake ilikuwa na pesa. Inakamata miti moya mzuri, inatosha ngozi, na simamisha na paka mafuta juu yake. Inakuwa mtirisi. Wanaweka pesa pale. Asema wewe mtu utapanda unafika kule juu, utapata hivi. Na watu walikuwa na jikazi. Mwingine anafika katikati anateresa, anarudia chini. Anakamata kwa udongo na pakala kutumbu. Juu ya nini? Apate nini? Kikombe. Amen. Maana anajiangaje de façon ki apate kitu konai muhimu. Naleta tena mfano kwetu, ilikuwa kapa ni mmoja alikuwa anaita Bralima. Ile kapa nilikuwa na furnire mapombe, maprimusi, batotoskolo, nini. Sasa ilifika siku moja balikuwa na ile banaitaka charrette. Pus. Charrette yenyewe iko sasa ile inakuwa kama mgulu moja, no. Iko na mgulu mbili.
Pine moya kwa sasa pine ya voiture. Moya huko, lakini kuna boîte moya katikati na banatia mkono. Inabeba hata sasa kupita mtukani. Okay. Wanakamata basharetier bote. Wanabapanga. Asema bo mtu akifika fasi hivi inakuwa mzito. Mtu akifika mali hivi atapata hivi. 1 2 3 na wewe na shareti yako. Mko na sukumana bana weka nie kwa kiwanja. Lakini una nafika ya kwanza anapata yake. Na hiyo tu couple inasema pana. Sasa wanasema vraiment tunataka kufanya elba inataka course. Course ya nini? Ya kukula tu chakula. Wanapanga watu kilo moja ya nyama na kilo moja ya nini? Wali. Wanatia kila mtu. Asema huyu atamaliza ya kwanza. Wanatia dakika. Watu wanakula awe akulaka. Nyama yenyewe kuliko bakati ta kilo hivi. Wasema 1 2 3. Watu walianza kukula. Ndugu, utameza saa ngapi? Bana kutilia mai vile pale. Mai ko pale, wali ko pale na nyama ko pale. Ndugu, kwetu walikutilia nyama kabisa bana kalanga. Unajua ba mama Kongolezi bana hiyo kalanga soup. Unaona wewe unasema pana. Watu wanaikala. Bwana Yesu asifiwe. Tufate mzuri kabisa ile kwa hadithi moja bien. Watoto yote pia batafanya. Sasa saba naanza kukula, mwingine kula. Maana yake wewe kwa yako hapa. Huko na kula utaziba lakini utapata pia nini? Kikombe. Bana chakula, wewe chakula, mwingine anasema alie. Dari ni kule ngoto juu lizibe. Mambo ya examia bole kwangu hainicha. Haleluya. Alikuwa nakula yake tu afanye nini? Azibe. Lakini mwisho aliletea yeye kalamu tu. Alipata yake. Lakini ule alimaliza na alihesabu minute pa. Na kila mtu anaona minute kwa pale. Na mwingine alimaliza mbele bado minute ya imesema vraiment kuna baguto. Akikula manako nasikia vraiment jasho. Yuko nakunya mai anakamata nyama anakamata wali na kilo moja ya wali bandugu tafadhali. Na kilo moja nini? Ya nyama. Ilikuwa mzuri tu hapa kuweka mfupa. Lakini baliweka mfupa ile na kwa teketeke ile. Okay. Na bidhaa mai ilikuwa pale. Utaweza kula hivi? Okay. Sasa pale bote balikuwa nafanya defense yake bapate nini? Kup. Balikuwa natesa mwili yako. Wale kukimbia. Walikuwa natesa mwili yako defense yake wapate chenye wako naye lazima. Lakini ilifika wakati moja Mungu sasa anauliza watoto wake ya kanisa hii, ni shida gani? Uliza kwa yule pembeni yako, ni shida gani? Umwambia, unamgopa, ni shida gani? Ni shida gani? Kuliko Mungu ndiye anasema ubaulize watoto yangu ni shida gani? Asema ulianja mbio mzuri. Nani alikuzuia? Ulianja kutii yeye mzuri. Nani alikukataza? Ulikuwa wewe peke. Ulikamata decision wewe peke. Mitatumikia Mungu. Mitafanya hivi kwa Mungu. Ndiyo, ulianja mzuri. Alisema ulikuwa unatembea mzuri. Ulianja mbio mzuri. Ulianja kumutii mzuri. Alifelicite wewe. Amen. Ulifanya vitu ya bien. Kumbe Mungu alikuona sasa ulianja kazi yako. Asema sasa ni shida gani? Mbio ulikuwa unakimbia, unasimama tu wakati mmoja. Iko nini? Unachoka? Iko shida gani? Nani alikusimamisha? Unaangalia ukakuna mtu na iko wewe peke. Nani alikukataza kufuata njia hii? Kumbe ule alikukataza, haiko ule alikuita. Sema nimeitwa na Mungu. Yes. Asema ule alikukataza kufuata njia mzuri, haiko yeye njoo alikukataza. Kuna kitu moja ilikukataza. Unajua yeye? Ulianja njia mzuri.
kila asubuhi ulikuwa naomba Mungu, ulikuwa nasoma Biblia yako, kumbe Mungu alikuwa anafurahi na maisha yako. Mungu alikuwa anapenda vraiment mtoto yangu kwa nati. Ulikuwa naleta 1/10 yako bila discussion. Ukipata tu ile 1/10 ya Mungu yao, sadaka ya Mungu joy. Ulianja mzuri. Si ulianja mzuri Ulianja bien. Sasa shida gani? Ulianja kufunga maombi bien. Sema Mungu alikuwa anakuona. Ulianja kutembea maisha ya kiroho mzuri. Ilikuwa nafika wakati moyo unakuwa na muda yako ya kuomba. Msinichokoze sasa, niko na wakati ya kuomba. Ndio. Yeye ndio alikuita. Ulikuwa nafanya kazi ya mzuri. Sasa ni shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Ule alikuita, haiko yeye ndio anakukataza hivi kuanje kuomba. Ulikuwa unafanya kazi yake bien, lakini nakusi rudilia kwa kufanya kazi yake. Rudilia kufanya kazi yake. Hakuna mtu alikuwa anakuforce juu ya kufanya nini? Juu ya kuomba maisha yako. Banduku, naleta mfano. Hapa Amerika, wapasta wengi wako nakuja hapa, maisha yao inapondana. Juu ya nini? Juu ya Wakristo. Amen. Na Wakristo wengi wako nakuja, wako na maisha ya Kristo, lakini nafika wakati moja maisha yao yanapondana juu ya wanani? Juu ya wapasta. Wabwana mingi wanakuja wako bien, wanafika hapa, lakini juu ya bibi yao maisha yao yanarudia chini. Wadini pia walikuwa nafika bien, mzuri, alikuwa naomba kabisa, lakini juu ya bwana yao maisha ya kiroho inaenda chini. Watoto walikuwa nafanya kazi ya Mungu mzuri, lakini sasa nafika hapa atmosphere inabarudisha wapi? Chini. Mulianja mzuri. Ona fast ulikuwa nafunga kama maombi yako kule. Si unajua? Nitai fast yenyewe. Ile pale unajua yao. Sasa nani anakukataza? Maisha ya Kikristo banduku iko ya binafsi. Ninuletee siri. Kwa muda tuko hapa, saa Yesu akifika, haiko hivi po juu mnaomba hapa ni muende mbinguni. No, huyu yote anasimama imara mbele ya Mungu, ndio atachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukue baba, ukue mtoto, na mie niko mchungaji. Si niko na batoto. Mimi nawaambia batoto, mama anasema batoto mie niko na kaza mwendo. Busiku mchana naendelea kutumikia Mungu wangu. Juu ya nini? Nisikose ile kikombe ya uzima wa milele. Amen. Ni mukiimba au mukitatone ninie. Ilikuwa siku moja masikini moya Lazaro aliyua nyumba ya mtajiri mzuri. Aliyua quartier na nimero ya nyumba ya mtajiri. Lakini saa ilifika, tajiri alikuwa upande yake na masikini pia alikuwa upande yake. Na tajiri akasema no, ungituma kwanza baba Abraham, tuma kwanza huyu masikini aende wapi? Kukaje na nimero ya nyumba na namba ya GPS njoo iko hii, uende kule. Asema pana chenye bako kule, bakisikia batumishi ya Mungu abatafika fasi huko. Bantu kutafadhali, ulikuwa nafanya kazi ya Mungu mzuri, rudilia Mungu yako. Ulikuwa naomba mzuri, endelea kuomba. Wengine wanakuwa na udhaifu ya kuomba juu ya nini? Makapani yuko nasikia vile. Bwana Yesu asifiwe. Makapani yote kunasikia. Uko nataya jina yake kwa bongo, atasema hapana. Yuko nanidanganyia mimi, daire mie sikumunyanyasa. Iko yeye peke tu. Amen. Tembea kwa njia ile Mungu alikuita. Asema huyu alikuita. Haiko yeye ndio anakuuziza kufuata ukweli hii.
kwa kuomba, kwa kutii Mungu, kwa kuleta sadaka. Mwingine anasema sitaleta yangu 1/10. Mapasteri watatajirika. Haleluya. Tutumikie Mungu kwa binafsi. Kama uko nafanya kazi yako ya Kikristo, usingalie gauche droite. Ona Mungu ile anakuita. Fasi alikuita mimi sikukua. Nafasi aliniita wewe akukukua. Maana yake ilikuwa ile banaitaka relation personnelle. Iko sasa mke na bwana. Wafamilia batakuja pale wanaanza ongea, lakini ilikuwa nafasi moja tu walikutanaka, au chini ya mwembe, au chini ya miti, au ndani ya shambre, au wapana jua. Nasema uongo Inakuwa tu siku moja ile connection nakata pa. Mungu alikuita ndugu. Haiko yeye ndio anakukataza kuomba. Haiko yeye ndio anakukataza kwenda kwa kanisa. Haiko yeye ndio anakukataza hivi usome Biblia. Haiko yeye ndio anakukataza hivi vraiment uanze kuleta sadaka. Hii ilikukataza iko vitu kidogo banaita chachu. Siku moja nadhani pastor alituambia hapa, anatudefinire mambo banaita revire na nini na farini. Chachu ile na vimbisaka farini. Kila kitu ile una neglige ndani ya maisha yako, kesho itaharibisha maisha yako. Rudilia Mungu yako ndugu. Tuseme tena wa Galatia. Galatia chapitre 6 verset 7. Wa Galatia sura yake 6 mstari wa 7 peke yake. Kitu ya neno nasema shida gani? Okay. Ndio. Msidanganyike. Mungu haziwakie. Kuwa chochote apendacho mtu ndicho atakachovuna. Rudia tena ndugu. Tusikie pia kabisa. Galatia 6 mstari wa 7. Ndio. Msidanganyike. Mungu haziakiwi. Yes. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amen. Mungu aziakie. Mungu ule tuko nataya jina lake. Huyu alikuita aziakie. Maana yake akwake na wakomedia. Chenye ulipanda utafanya nini? Mwingine ndio atavuna. Chenye ulipanda utayavuna. Naleta mfano kidogo kule kwa shamba la Eden. Kwa shamba la Eden, Adam alikuwa pale. Nilisema siku mimi nasema Adam hakukuwa na muyomba. Adam maana saba alimtengeneza na sijui alikuwa nivu alisofika na miaka ngapi. Adam alimtengeneza tu, sijui alikuwa bebe, sijui alikuwa na mwana gani, au bali mfarisha kushe au nini ile entre parenthèses. Lakini bali mtengeneza tu. Na mara moja yeye alianza kuongea na anakuwa na akili. Hakukuwa na sangasi. Wewe naenda kwa tate, haikukuwa Adam. Bwana Yesu asifiwe. Adam. Sasa alikala kabisa, biko naongea na Mungu. Biko naongea. Na banyama walikuwa kando kando yake. Kisha Mungu akatuma sasa msaidizi wake, Eva. Pako pale. Wanaendelea kuishi. Kisha matatizo mwe kafika. Adamu baliua bien mazuri. Lakini susiabo balikuwa natafuta kwa hivi, baliwe mabaya na kuwaka na mwanaka. Usisengenie Mungu. Mungu akwambia fanya hivi, ufanye yao. Lakini nafika wakati moja saba alifanya zambi. Kila mtu alianza kudefend. Adam, kwa nini hivi? Oh, bibi. Okay. Mungu akanyamaza. Bibi nini? Oh, nyoka. Nyoka sasa, nyoka hana mambo ya kusema.
Okay. Mnaona sasa? Kila mtu anafanya nini? Analeta rezo, lakini siku hii mfalme wa falme saa tafika. Ule banamuita nyota ya asubuhi. Ule banamuita Alfa na Omega. Ule banamuita Mungu wa uwezo na ya utukufu. Saa takuja. Amen. Na utukufu yote bandugu. Na helikoptere moja manake hakuna mtu kwa dunia ile au izini kanilitengeneza atafusuka pale kwa mawingu. Chenye ulipanda utafanya nini? Jana nilikuwa nafundisha ba intercessor hapa, mimi nasema msiuzinishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu Mungu alitia ndani yetu. Sasa mtu anaamini Kristo. Manake iko kashe. Kashe ile juu ya nini? Batujue siku ya mwisho. Sasa mtu unakufa unaamini Yesu. Yesu kwa Bwana na mfalme wa maisha yako. Unakufa, kashe ile bado ingali ndani yako. Unakufa, banakuzika. Sasa Bwana Yesu Kristo anakuja, anasimama pale kwa mawingu. Ile kashe iko ndani yako. Manake iko ema. Emane sasa itafanya nini? Itanyangula wewe kwa kwenda kukutana nani? Na Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Lakini kama ile kashe haiko ndani yako, sikusema sisa juu utasema anataka kuhubiri mambo ya sisa. Siko kule. Roho Mtakatifu maana yake iko kashe ndani ya maisha yetu. Asema tusimuhuzunishe. Tusilete Roho Mtakatifu akuwe na susi. Ndio maana kama mtu anatembea maisha ya kiroho ataishi mambo ya kiroho. Lakini ukitembea na mwili utaishi mambo ya kimwili. Ndio kifo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bale yote bamekufa watafufuka. Na akikuya sai. Yesu akiswala tu pua sai. Wewe siwe uko na kashele ndani yako. Mwili tabadilika na unaenda. Na tunaenda. Amen. Lakini kama haiko utabakia tu nilienda kwa kanisa, nasomaka Biblia, nafanyaka hivi. Maana tutumikie Mungu kwa kweli na kwa haki. Uliacha kazi ya Mungu mzuri. Nani alikukataza ndugu? Ulianza kutii wazazi mzuri sana. Nani alikukataza? Afrika kabisa ulikuwa unatii wazazi wazuri. Unafika hapo unaanza kula ba chicken. Mama, you don't know nothing. Oh papa, me I know more than you. Ulikuwa mzuri. Ulikuwa mtoto ya respect. Bakisema mtoto usukula basani. Mama, unasukula basani. Lakini leo hii sukula basani, unasukula upande moja lupao iko na mafuta, upande mwingine iko na safu. Sasa uko wapi? Nasema bongo? Si tu unaishi hapo. Banduku kalanga kwa matungulu, anakamata afu ya matungulu analungulisha, upande mwingine kumubichi, upande mwingine na hivi. Sasa mtoto, mama ambize, why? Cha. Shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Afrika maana yake alikuwa vraiment bibi yangu. Vraiment I love you. Ananunulia bibi nguo, ananunulia bebe viatu. Hivi I love you. Lakini sana Afrika hapa anaona bamondele, anaona bametugari, asema no, uko ya zamani. Acha bani fate bale ya mode. Shida gani? Bibi ulikuwa naheshimu Bwana mzuri. Maana ulikuwa unamtayarisha chakula, unamrepa nguo, viatu natosha. Lakini leo hii Bwana ajuake wapi shoseti iko? Bwana ajuake wapi shoseti iko? Shoseti yangu sitafuta kutupa yao wapi? Banduku tuko naenda wapi? Shida gani? Banduku niko nasikia dairo Bwana akifika tu kwa mlango. Karibu. Mtoto fulani
karibisha baba yako kule. Lakini Afrika mama fulani lakini hapa what happened? Shida gani? Ulikuwa mzuri. Nani alikukataza njia hii banduku? Tuko naenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Malaki wa mama balanja waonesha wa bwana chakula. Si chakula iko kule kwa arumare. Bo sasa. Anakuwa na lopao, anakuwa na chakula lendi. Anaenda kwa kule. Anakuwa na mai vendredi. Anarudia hapo. Unajua deni sisi tulienda jana kule. Sameti magharibi anakuwa na nini? Anakuwa na nini? Na kijiko Okay, anakuwa naye. Bwana kuna ngoya tu pale. Na njale hizo kazi za Bwana hapa. Kufika dimashi na minui ndio Bwana anakuwa anakula banduku. Shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa naimba nyimbo kabisa. Sasa niko naongea na waimbaji hapa. Waimbaji? Oh yeah. Mlikuwa na acha nisimame hapa. Mlikuwa vraiment mko nafanya kazi ya Mungu mzuri. Mnaimba. Mnaimba kwa kwaya na wakati. Dirija akisema maana mnatii. Mkifika fasi ya kujifunza nyimbo, maana nyimbo inakuwa bie. Lakini leo hii ambize. Shida gani? Intercessor mimi kabisa nilikuwa muombaji, nilikuwa nafunga maombi, lakini kufunga basta inakuwa nguvu Shida gani? Tunaenda wapi? Chenye unapanda utavuna. Yawe. Turudilie Mungu banduku. Ukipanda kazi ya Mungu. Niko naona watu hapa walikuwa na support kazi ya Mungu. Maana kibitu vikipatikana kwa kanisa anataka fanya. Mwingine iko hapa, niko namuona. Mwingine hakukuwa nataka hata pastor aseme. Ananunua vitu hivi, anafanya hivi. Shida gani sasa? Pesa inakuwa ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unapenda pia familia, lakini kufika hapa mbele ulikuwa unatumia kwa pesa hata $10. Lakini sasa wanasumbua. Shida ni nini tena ndugu? Ni nini? Uliza kwa mwenzako, shida gani? Shida gani? Si unaona? Mtu liko na kukataza, haiko njoo Mungu ule alikuita. Sema Mungu aliniita. Pandisha sauti nisikie. Mungu aliniita. Yes, alikuita. Aseme hivi, haiko yeye njoo anakukataza. Chenye uko na panda na utavuna. Utavuna. Ukipanda udhaifu, utavuna udhaifu. Ukipanda courage kwa kazi ya Mungu, utavuna courage. Heri wale wanatumikia Mungu kwa kweli na kwa haki. Ukitumikia Mungu mgulu moya gauche, mgulu moya droite, utafanya nini? Utavuna. Juu Mungu abamuziaki yake. Daire Mungu haiko na niona hapa. Niko mimi peke. Utavuna. Kama mtoto hakuwa na tiba zazi, rudilia kutiba zazi. Amen. Kama Bwana hakuwa na tiba bibi yako, vraiment sawa unafika kunyumba asema I love you so much mama. Sikusema na mimi baada ya amuya hoa. Kama uko célibataire au célibatrice,
usiseme na mtu. Misilete ordre kwenu. Kama uko na bwana na uko na bibi, unasema kwake kunyumba, I love you so much. Atakushangala asema sawa, anasema kwa sema unaokoka leo juu asiki yake kwako. Asiki yake. Watoto watoto nasema bongo nasema sikia sauti bila kusema ule uko na utuongelesha hivi. Yego bwana bibi niko naye. Amen. Siko celibatere. Mama yeye kuna kuya. Amen. Amen. Usinipipa pa juu tato atapata siko kule. Usiniflashe. Flash yako itapita sans effet. Amen. Nakwambia hata ukiflashe tu yole sans effet mimi nasikive. Amen. Amen na pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunyumba banduku turudilie Mungu. Hautaweza kutii Mungu tu hapa, lakini kunyumba uko lebe. No. Rudilia Mungu wako. Mungu anakujua banduku. Sasa Mungu anakujua na alikuchagua kwa kazi. Ona na mbona ulikuwa na juhudi mbele. Acha kwa udhaifu ile tayari nachoka. Tulikuwa nafunga kama maombi siku moja huko kwa nchi moja hivi. Maana yake tunafunga maombi tuko vraiment kuveye. Tutaanza baveye hapa kila mara. Maombi tutaanza hapa. Kama hata nikikuya mipeke veye. Amen. Tukikuya watu wawili veye itafika. Okay, sasa tuko kuveye hivi maana yake tunafunga maombi. Watu wengine magoti lizochoka banasema lakini pastor, uona kwaka chuma, umesema no siko chuma. Asema mbona uchoke? Una modeli huko, una ubiri huko, unaombea watu huko. Iko nini? Unamwilika nini? Nasema napata nguvu kwa ule yote ananitia nguvu. Njoo Yesu Kristo. Niko kama nie. Amen. Rudilia kazi Mungu alikuchagulia ndugu. Rudilia kazi Mungu alikuchagua, alikuita. Usikamati au na negligence. Si Biblia inasema alaaniwe. Sitaki kwa laani ingie ndani ya maisha yenu. Alaaniwe ule yote anafanya kazi ya Mungu na nini? Turudilia tena. Alaaniwe ule anafanya kazi ya Mungu na nini? Na udhaifu. Pardon. Mungu simamisha kwa laana yenu. Sitaki laana ingie ndani yenu. Turudilie Mungu batuko. Tutumikie Mungu kwa kweli. Amen. Mungu yako ya maombi omba. Kufunga maombi funga. Kuleta moja ya 10 leta. Sadaka basi kusukume juu ya nini? Maisha yako ya Kikristo iko yako binafsi. Kesho sasa kwenda mbinguni au utaenda hivi huko naenda na bibi au utaenda na mtoto au no. Wewe peke. Tengeneza maisha yako wewe na Mungu. Juu bila hivi utavuna. Mungu anaendelea kunusamehe. Rudilia kazi yake. Kama unafanya kazi kani, rudia na courage. Amen. Haleluya. Amen. Uko mtumishi wa Mungu. Unafanya kazi kubwa. Taifa la Mungu anataka vraiment kuona chenye Mungu anatia ndani yako. Kipaji ile uko naye, mimi sina, lakini niko na besoin pia unihubiri mimi. Niko na besoin pia nisikie neno la Mungu kutoka kwako. Niko na besoin pia ushuhuda ile uko ndani yako. Nifanye nini? Nisikie yao. Usinifungie ushuhuda ile uko naye. Unaona ushuhuda ndugu inanijenga moyo kabisa. Amen. Amen. Ni shida gani kwa maisha yako? Ukifika kwa nyumba sukula basani. Amen. Mama akisema hivi, fanya yao. Papa akisema hivi, tii yao. Pastor akisema hivi, tii yao. Amen. Amen. Na kule fasi ya kazi pia tii pia banani bafanya kazi. Tii pia banani basuperviseur. Ndio pale bataone hivi ule kabisa kwa Kristo. Juu ya nini? Mema yote uko nafanya.
utavuna yao siku moja. Mema yote uko nafanya sijui au utavuna kapani sijui au utavuna dolari sijui au utavuna nini. Biblia inasema tu hivi, yote mtu alipanda na atafanya nini? Atavuna. Hapa chini ya jua utavuna na kule utavuna pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama juu. Tunataka kuomba kwa muda hii. Tuko na muda ya maombi sasa. Sasa uko naomba, tafadhali usione mwingine. Iko muda yako ya kuomba. Sasa uko naomba, omba juu ya maisha yako. Juu niko na declare maombi moja juu ya maisha yako. Kwa kufuatana na imani yako, njoo utaona matokeo ya chenye Mungu anataka kufanya ndani ya maisha yako. Lakini kama uko na doubt, hautapata kitu. Kama uko na doubt, hautapata kitu. Juu Mungu yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu, wala anataka kukutembelea. Kama si wewe Baba, ningekuwaje leo? Kama si wewe Baba, ningekuwaje leo? Oh, kama si wewe Baba, ningekuwaje leo? Kama si wewe Baba, ningekuwaje leo? Oh, kama si wewe Shilo, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Oh, kama si wewe Mola, ningeitwa maibogo. Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? 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 Kama si wewe Baba, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Oh, kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Moyo wangu tulia, Moyo wangu tulia, ukae na Bwana. 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 kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama sio Mungu leo ungekuwa wapi? Haiko kaburi Waislamu wakatusha Amerika. Yeye ndiye alikufikisha mahali mwisho. Kama sio Mungu leo ungeitwa wa nani? Ungeitwa maiti au ungeitwa maikabu. Lakini Mungu huyu anakupatia pale. Anakuletea uzima. Uendelee kumuona yeye. Uendelee kumrudia yeye. Hakuna mwingine ndugu. Unaweza kukusaidia kwa mji Amerika. Dolara haitakusaidia. Makampani haitakusaidia. Yesu pekee anakusaidia. Yesu. Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu, ungekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Kama si wewe Yesu, ungekuwaje leo? Kama si wewe Bwana, ningekuwaje leo? Funga macho yako, natia mkono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema na uko na courage ndani ya maisha yako. Iko declaration ya maombi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Uliniita uliniita kwa kazi yako. Kwa muda hii nakubali makosa yangu. Nilikuwa nafanya kazi
kazi yako na udhaifu. Kwa muda hii unisamehe, 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 unisamehe. Naweka mkono juu kuomba msaada yako, kuomba msaada yako. Unishike mkono Yesu, unishike mkono Yesu, tutembee pamoja nawe. Udhaifu yote ilikuwa natawala maisha yangu, ninaikatala, ninaikatala, ninaikatala kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu anatenda kazi ndani ya maisha yako sasa hivi. Mungu anatenda kazi. Funga macho yako, tutia mkono yako juu. Mungu anatenda kazi, Mungu anatenda kazi. Maudhaifu yote shene yenyewe kuanguka. Kila kitu lilikuwa naletea urekefu ya kukosa kupata muda ya maombi, ya kukosa kupata muda ya kusoma Biblia au ya kutii wazazi, kwa muda ile kunavunjika. Funga macho yako tu. Sema shetani, 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 nakukatala, 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 ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu. Toka sasa hivi, funga mizigo yako, achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi, achana na mimi. Naita moto, naita moto, naita moto, naita moto, naita moto, kuteketeza nguvu yote ili adui shetani ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu. Yes. Moto kuna detruire nguvu yote ya shetani. Moto ya Bwana kuna tembea. Mizizi yote kuna nguka. Biblia inasema miti yote ile ilipandwa, ile ipandiwa na Baba itaongoleka. Ile semase yote ile ilianguka haikutoka kwa Baba itakuwa detruite kwa muda ile, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, ulisema taifa lako, ulisema watoto yako wewe ndio ulibachagua juu ya kazi zako, juu ya kuinua jina lako. Shetani alisimama juu ya kubapikanisha. Juu kwa muda hii mimi niko mtumishi wako na wewe uko na ajira mbinguni, na mimi sasa hivi niko na ajira juu ya taifa lako. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, na détruire nguvu yote ya giza. Acha Saint-Esprit, l'Esprit de Christ endelea kuishi ndani ya maisha ya taifa hili. Roho Mtakatifu watembele, Roho Mtakatifu waguze. Naomba option mpya ndani ya maisha, naomba nguvu mpya ndani ya maisha, naomba nguvu ya mpya ndani ya maisha. Fasi yote udhaifu ilikuwa naendelea kuyateloshe. Acha glory yako Baba ikwenda na maisha ya taifa yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Makofi mingi na vigelegele kwa neno hili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Aseme shida gani? Shida gani? Mujisikilia mwepeke. Na neno la Mungu linasema aseme mujitafutia zina yenu mbinguni. Aseme juu hapa mudunia pako kutu na nondo vinakuwa vinaharibu, lakini mbinguni hakuna kutu na nondo. Bwana Yesu asifiwe. Aseme hapa panakuwa wezi wanakuwa wanavunja, lakini mbinguni ukishashika zina yako unaijitilia mbinguni iko protege. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa neno nzuri alitenda kupitia kwa mtumishi wake. Tunamaliza kusikia neno hilo. So muda huyu tunafika muda wa kutoa sadaka. Muda wa kutoa sadaka. Sadaka pako hapa bahasha mbili. Bahasha moja nyeupe na hii ingine ya rangi ya blue. Nyeupe ni ya sadaka kawaida, kisha hii rangi ya blue nayo ni cha 10.
tunamwona kaka Kibaba aishafika, nipita mbele agawe iti. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, nitakuimbia Mungu wa rehema. matangazo na nilisikia seme pako ngoze zitapaniwa leo. Pastor atatuambia nakosa nena kusema, atatuambia mu programu yote gisi mitubiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Atapongeza. Baba akitunga hii nakabidhi au mbele yako. Unaona ula alinyosha mkono yake, jasho yake Mungu kumbuka yao alikutolea. Baba ula wa kuwa naye Mungu uwajalie neema. Fungua milango ya mbinguni na madirisha, umwange baraka ndani ya maisha mwako, ya kiroho, ya kimwili, ya kipesa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Vraiment nasema tena na kusalimia kwa jina la Yesu. Amen. Na aitwa na jina la mchungaji Frako Abiangama. Okay, tunafika muda ya matangazo. Tangazo la kwanza inasema Yesu Kristo ni Mungu, ni Bwana, ni mfalme wa wafalme.
upendo usipopenda ni Mungu. Tangazo la pili, tarehe 24 mwezi tuko naye, manake dimashi kuna kuya kwa neema ya Bwana Yesu Kristo, tutakuwa tena hapa kwa ibada. Tulisikia teme ya leo ilikuwa ni shida gani? Ukifika kwa nyumba vile uliza baba, shida gani? Wala alikukuya umuuliza shida gani? Na pia uliza maisha yako shida gani? Amen. Amen. Okay. Vraiment banduku, nasema tuendelee na evangelisation. Mama Christina, karibu sana kabisa, nitakuwa pia lazima nione baba siku moja. Vraiment tutashukuru Mungu pamoja. Tuevangelize bandugu yetu. Kuna watu wanaikala kunyumba bandugu, hawana nafasi ya kuenda. Ikuwe pia batumishi ya Mungu, ikuwe bachakazi, wanaikala kunyumba, hawana nafasi ya kuenda. Bandugu, maisha yetu ya Kikristo haiko tu kukula chakula na kuenda kukazi, sio hii. Ile kubanaitaka bonus. Tusitie matumaini kwa bonus, lakini tutie matumaini kwa ile banaitaka mizizi, ndio Kristo fondation. Amen. Vitu vingine yote iko bonus. Watu wengi wanaikala kwa nyumba, hawana nafasi ya kwenda kuomba. Ubambie frema kusanya na wengine, tusikie neno la Mungu. Nadhani chini unasikia leo, wala likala kwa nyumba nasikia. Unaona sasa, wala naikala kwa nyumba kule hivi, utamkuta pale kutuna chate kutuka television, alisikia neno kama hili, hata sikia. Maana ulikuwa uko na njala, lakini ulisokula chakula. Ndio maana Biblia inasemaka ukifika karibu na Bwana hautarudia kama ulikuwa. Ulipata kitu ile Mungu anatuambia. Okay, vraiment evangeliser bandugu, na pia na kuwaka pia na benzevi, kama utaweza kuniita pastor, niko na problem hivi uniombee, au ufike kunyumba nitakanyaka kule hivi, nitakamata hao baba evangelist au pastor, tunaenda tukakuona tukakuombea. Amen. 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 Yes. Tukifika kwa nyumba yako iko juu ya jina moja tu ya Yesu Kristo. Hatuna profi ingine juu ya nyuma ya hivi daere, no. Juu ya Yesu Kristo tunamaliza mulango. Amen. Amen. Awiko kule kuteta politiki, atuko kwa hili. Okay. Kisha ibada hapa, vraiment sema kwa Mungu ananipenda. Umebarikiwa kabisa. Niko na kutafuta kabisa fasi yote. Anafika na bangu hapa hivi na bakoti iko pale, aseme kwa yako. Baseme kwa yako. Amen. Amen. Basema abata peleka mbali kwa bajongeze karibu na wewe, uko naona ya. Unaona kwa baraka nyingine bandugu. Iko nakuya karibu na wewe. Magari nyingine iko nakuya tu karibu na wewe. Kiingereza pia iko nakuya karibu na wewe. Baba support bandugu, auone via Mungu iko nafanya mambo makubwa juu ya maisha yako. Rudilia kwa Mungu na Mungu atakufungulia njia kubwa. Mungu iko natumikisha tu watu wale juu ya kukubariki. Lakini kitu ni moja, weka pamoja na Mungu, tie vitu vingine yote itakufuata. Amen. Amen. Bangu iko keleke pale hapa. Utaenda unachukua ya watoto size yako, au unataka kuchukua 5 au ni yako, sema kwa yako. Ni yako. Ukitaka kuyalisha mpaka au unafunga na gari yako, ni yako. Ni yako. Najua siku nyingine mabitu nyingine itakuia. Unataka vile balete pesa ile chuma tunatika mbio kabisa. Itakuia. Lakini kitu ni moja, tulia ndugu. Tulia. Usiharakishe juu baraka mingi. Unajua kwa nini siku ile balilombaka ba namba ya simu au address? Unajua kwa nini? Hapana. Iko kule, iko na kuia. Lakini nakusi tulia. Amen. Vraiment mubariki sana. Nashukuru baimbaji, nashukuru mwongozi, nashukuru bajene batumishi, na mkifika kunyumba vraiment musalimie nyumba na musalimie batu yote. Na mwingine kama hauko namuona, tafadhali umpigie simu, huko namna gani? Ile pia iko nini? Evangelisation. By necessaire courage kwa kazi mko nafanya. Ba mama sione tena au mko wapi?
Tuko na manguo pia ya polo ya Woodmont Hill Swahili Church. Tuko naye kule hivi. Nadhani tuko na ujisha tutatia nje kule hivi. Moja inakuwa $25 size unataka na kala unataka. Tutatia nje kule iko ya kuujisha. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tuna Okay, concernant masomo ya Kiingereza ile kwa kupita, profesere Andrew Njoyo anajua mipangilio yenyewe mzuri. Nadhani ba itidia siku ile balifataka na mwana kani mtaweza afata yao. Nadhani hao mlipata programu hivi leo mtakutana. Nadhani sasa nyingine kwa nje kule kwa kusema mambo ya masomo. Kiingereza hii iko na fundisha de façon que tuko naenda mahali moja juu ya nini mambo ya kupata nationalite. Mnafahamu juu ya kuprepare batu na ba professeur le tunjo batafundisha sie mambo ya nini ya nationalite. Abako mbali tu hapa. Ukitaka vile umbaki hapa batakufundisha hapa na unaikala yule kiba utafanya. Juu bana kupenda sana. Iko neema ya Mungu ile kunatia ndani yako. Njoo iko hivyo. Nadhani tunafika mwisho. Tusimame sasa. Tusimame, tunafika mwisho. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa siku ya leo. Tunakushukuru tena kwa yote ulikuwa pamoja nasi. Ya kweli uko Mungu ndani yetu. Ulituonesha mambo makubwa na ulitufundisha kwa kutoka kwa neno lako, unataka hivi tukurudilie. Jina lako linuliwe. Baba, naacha taifa hili mkononi mwako. Siku ya kesho na wiki ya kesho wewe peke uendelee kubalinda. Wakilala usingizi, wakilamuka, wakienda kwa kazi, chochote watafanya, acha mkono yako ikuwe pamoja nao. Na wewe ulisema malaika yako iko kando kando ya wale yote wanakuogopa. Acha ikuwe hivi ndani ya maisha yako. Baba, nakushukuru. Bariki maisha yao yote. Na ile neno tunasikia ikale ndani ya maisha yetu na tuendelee kuishi yao usiku na mchana. Jina lako libarikiwe kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.